Yes bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu sana katika tetesi za usajili, lakini pia karibu sana katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Bea TV ambayo inakupa updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana, hapa ndipo sehemu sahihi ya kupata update na habari za kimichezo na burudani, tetesi za usajili kuelekea msimu mpya kweli, na hapa usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X, lakini pia TikTok kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ, au sio bwana? Bwana, ni kwamba Engineer Hersi Said ambaye ni rais au mhandisi Hersi Said ambaye ni rais wa Dar es Salaam Africans amekuwa akizungumza mara kwa mara kwamba msimu huu hawajafanya vizuri katika michuano ya kimataifa, ambapo ameweza kuishia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na amewahakikishia wananchi kwamba kuelekea msimu ujao atahakikisha wanafika mbali, huku wakifanya usajili mzuri, huku wakifanya usajili wa maana kweli kuhakikisha wanaongeza nguvu kweli katika kikosi chao na kuweza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kutokana na msimu huu kutokufanya vizuri na kutokufanya vyema kweli. Na watu wengi wameweza kujiuliza kwa nini Young Africans imeweza kutoka hatua ya mapema kabisa katika michuano ya kimataifa, na malengo makubwa Young Africans walikuwa wakitazamia kufika mbali kabisa katika michuano hiyo ya kimataifa kutokana na usajili ambao waliweza kufanya katika dirisha kubwa la usajili. Young Africans ikiongozwa na Engineer Said wameanza mchakato kweli kuhakikisha wanasajili wachezaji ambao ni wazuri, wachezaji ambao wana kiwango kikubwa, wachezaji ambao wana kiwango kizuri kweli ili waje kuongeza nguvu katika kikosi hicho cha wananchi Dar es Salaam Africans baada ya msimu huu kumalizika kuelekea kwenye msimu wa usajili kwenye dirisha la kiangazi. Ni kwamba moja transfer news ni kwamba aliyekuwa beki wa Simba Sport Club ambaye anaitwa Enock Inonga Bakavarane, beki wa kimataifa wa DRC ya Congo, atarudi nchini Tanzania mwishoni mwa msimu huu na kujiunga na Young Africans kwa mkataba wa miaka 2, au sio bwana? Inonga ambaye kwa sasa anacheza wanakipiga kunako klabu ya Farabati ya Morocco na ni mchezaji wa timu ya taifa ya DRC ya Congo, anaripotiwa kuwa kwenye mazungumzo mazuri sana na uongozi wa Young Africans. Iwapo deal hili litakamilika, basi Enock Inonga Bakavarane atarejea tena nchini Tanzania. Safari hii atawavalia uzi wa kijani na njano Young Africans, au sio bwana? Hii ni moja usajili wa kwanza kama sio usajili wa tatu ambao Young Africans wameanza kuvizia kwa kina kweli, wameanza kuvizia kwa ukaribu kweli kuhakikisha wanamsajili Enock Inonga Bakavarane ili waje kuongeza nguvu katika eneo la ulinzi. Kama tulivyojua kwamba mabeki ambao wanategemewa katika kikosi cha nchi Young Africans kuna Dickson Job, lakini pia Ibrahim Abdullah Baka, hao ndio walinzi wakati. Hivyo nataka waje muongeze Enock Inonga Bakavarane ili hata mchezaji mwingine akiumia basi awepo mchezaji mwingine wa kulikava au kukava nafasi hiyo. Na mchezaji ambaye anatajwa ni huyu hapa ambaye anaitwa Enock Inonga Bakavarane kuelekea msimu wa dirisha kubwa la usajili, dirisha la kiangazi, kuhakikisha Enock anakuja kuongeza nguvu katika kikosi cha wananchi Young Africans. Mpaka hivi sasa mazungumzo ni mazuri, mambo ni mazuri kweli kwenye uongozi wa Young Africans juu ya Enock Inonga Bakavarane ili aje kuja kuongeza nguvu katika kikosi cha wananchi Young Africans. Na ikumbuke kwamba kabla ya mchezaji huyo kujiunga na Young Africans, kujiunga na Simba, alikuwa anahitajika na Young Africans, au sio bwana? Lakini usajili mwingine ambao unatajwa kwa kiasi kikubwa ni mwamba huyu hapa ambaye anaitwa Gilberto Maguera. Huyu ni mchezaji ambaye alikuwa anakipiga kunako klabu ya Petro de Luanda ambaye inashiriki ligi kuu ya Angola, lakini msimu jana alichukuliwa na klabu ya Orlando Pirates, lakini alipofika kule hakuonyesha kiwango kizuri, akionyesha kiwango bora kweli. Na baada ya hapo Orlando Pirates wakaamua sasa kumrudisha kwao kwa mkopo ili aendelee kurecover vizuri. Ni kwamba Young Africans kwamba Gilberto Miguel aliwahi kuhitajika Young Africans, ila mwamba aliamua kutua Afrika Kusini, ambapo kwa sasa mambo yamemuia magumu na ametolewa
kwa mkopo. Taarifa kutoka nchini Angola zimethibitisha kuwa yupo tayari kutua Young Africans, na kilichosalia hivi sasa ni wao tu wananchi kuingilia kati ili mwamba huyo Gilberto aweze kutua katika kikosi cha wananchi Young Africans. Hizi ni tetesi za usajili kuelekea msimu ujao, lakini pia usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali kwa Beatus Emmanuel _TZ. Usiache kusubscribe, kushare pia na kucomment uweze kupata updates mbalimbali.